CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu waandishi wa habari, leo nina furaha kubwa kukutana nanyi tena hapa katika ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora katika kuzungumza mambo mbalimbali yanayolihusu taifa letu. Na hususan jambo kubwa ambalo nimewaiteni ni kuendelea kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaendelea kulifanya katika taifa letu. Lakini kubwa zaidi katika hotuba yake ambayo ameifanya na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, wakimaanisha aidha akizungumza na wazee wa nchi nzima na kuliaddress taifa katika namna na mienendo mbalimbali ambayo kama Watanzania tunapaswa kusimama katika kipindi hiki. Nitumie fursa hii kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo hotuba yake ilivyokuwa imebeba maono, dira na mwelekeo wa taifa letu katika kipindi hiki, na hususan katika awamu hii ya mwisho wa awamu ya 6 ambapo yeye amepata fursa mnamo tarehe 29 kuliongoza taifa letu. Kwa kweli nimpongeze sana, kwani hotuba hiyo imebeba mambo mbalimbali yanayohusu swala zima la amani katika taifa letu, umoja, mshikamano, uzalendo, lakini kubwa zaidi nyanja mbalimbali za maendeleo ambazo sisi wa Tanzania zinatugusa ili kulitengeneza taifa lile ambalo sisi wa Tanzania tunahitaji liwe. Kwa kweli nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna njema na nzuri kwa kweli ambayo ametuongoza na anavyotu address kwa tutakavyokwenda katika kipindi kinachofuata. Lami nichukue fursa hii kuwaomba ndugu zangu wa Tanzania wenzangu kuendelea kudumisha amani, mshikamano baina yetu na kuwataka tuachane na kila aina ya uchonganishi, chuki mbalimbali za ndani na hata nje ya nchi. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, jukumu la amani ni jukumu letu sisi sote. Mheshimiwa Rais anaonyesha dira, muonekano na mwenendo wa taifa letu, na sisi wa Tanzania basi tujaribu kuona namna gani ambavyo tunaweza tukamuunga mkono. Rais ameonyesha maono makubwa ya namna gani anatamani taifa lake liwe, namna gani ambavyo anatamani taifa lake likimbie. Hasa ili kufika huko ambako Mheshimiwa Rais anatamani tufike, ni lazima taifa letu liwe katika amani. Na ili tuwe na amani lazima tuwe wamoja. Ili tuwe na amani lazima tuwe na upendo, mshikamano, na tusiruhusu chokochoko zozote za ndani na nje ya nchi. Ni kweli kabisa kila mmoja anatambua kwamba wapo watu ambao hawatamani kutuona kama Tanzania tukiwa katika hatua hizi tulizo nazo. Na tunapiga hatua kubwa kwa kasi ya maendeleo. Wengi wao ndani na nje, baadhi yao hawatamani kuona tukiwa katika mazingira kama haya. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, tuungane pamoja, tusimame pamoja na tuilinde amani yetu tulionayo. Na kwa kweli amani yetu ni tunu kubwa kwetu sisi wa Tanzania na hata nchi jirani. Utaweza kusikiliza katika nyakati tofauti, ukiongea na watu mbalimbali katika maeneo ya nchi jirani, wanatamani sana kuona Watanzania tunabaki kuwa na umoja. Na kwa sababu hata wao wenyewe wanatazama kuwa sehemu pekee ambayo wanaweza kukimbilia kupata amani, kupata matulizo ya nafsi zao ni katika taifa letu. Sasa utaweza kuona kama amani ya nchi yetu inaweza kuvurugika, hakuna sehemu nyingine ambapo kama Watanzania tutakwenda kuipata amani hiyo. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuonyesha dira na mwelekeo wa namna gani ambavyo kama taifa ili kuyafikia maendeleo thabiti tunakwenda kuanza. Ameonyesha namna ambavyo kilimo kimepewa kipaumbele, lakini makundi mbalimbali yakiwemo makundi ya vijana, lakini swala zima la ajira, lakini swala zima masuala ya afya na mambo mbalimbali. Ameonyesha namna ambavyo tutakwenda sasa kwa kasi na kuona namna tutakavyoweza kuyashughulikia masuala haya yote yanayohusu maendeleo ya nchi yetu. Lakini kubwa zaidi, amewaomba Watanzania, yeye ni rais na yeye ni kiongozi wa taifa hili, yuko tayari kusikiliza makundi yote. Hivyo Watanzania wenzangu, tutumie fursa hii kushauri taifa letu, kuwashauri viongozi wetu namna njema ambapo tunaweza tukadhani kwamba tukienda hivi tutakwenda kufika sawa sawa. Zipo kauli kama yeye mwenyewe alivyosema, zipo kauli za watu ambao wanahisi kwamba labda Mheshimiwa Rais hafikiki. Sasa naamini fursa tayari imeshakwisha kufungika. Lakini niwaombe Watanzania wenzangu, yapo mambo yanayohusu imani. Imani ni jambo zito sana. Na nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wetu wa dini waendelee kuliombea taifa letu.
na watuombee sisi na viongozi wetu ambao wanapewa nafasi kuongoza taifa hili katika vyama vya siasa, lakini pia hata katika serikali, juu ya kuendelea kubaki na hekima, busara na namna njema ya kuliongoza taifa letu. Kazi ya kuongoza ni kazi ngumu, lakini wao wakisimama kwenye upande wa siasa, kwa kweli naamini kwamba hatutaweza kufika kama taifa moja. Na niwaombe wananchi wenzangu na Watanzania wenzangu kuendelea kuyapuuza baadhi ya mambo kimsingi ambayo huenda hayawezi kusababisha umoja wetu ambao mwisho wa siku utatuletea amani. Tutambue kwamba wapo baadhi ya viongozi wetu wa dini na wao ni binadamu. Hivyo katika wanadamu wao kuna muda wanaweza kukengeuka. Hivyo yale ambayo kimsingi yatakuwa hayako sawa, hayawezi kutufanya tuwe wamoja, tuwe katika hatua ile ambayo kimsingi tunahitaji kama taifa, basi tuyatupilie mbali. Na huo ndio wito wangu kwa Watanzania wenzangu. Yale ambayo ya kiimani yametajwa katika vitabu vyetu vitakatifu, Qur'ani, Biblia na vitabu vyote ambavyo tunaendelea kuamini, watakavyotushauri na kutuelekeza nyenendo mbalimbali ambazo viongozi wetu wa dini wanatufundisha, tuviishi. Lakini yale ambayo yatakuwa hayana tija, yanaweza kuleta machafuko katika taifa letu, hayawezi kutuunganisha kama Watanzania, twaweza kuyaacha. Na si dhambi, hatutakuwa tumemkiuka Mwenyezi Mungu hapa duniani hata kesho mbinguni. Ninachokiamini kwamba amani yetu ndiyo nguzo pekee ambayo inaweza kutufikisha katika Tanzania ile tunayohitaji. Na niwaombe vijana wenzangu, tuendelee kuwa tulivu, tuendelee kuwa wavumilivu, tumpe muda Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninyi ni mashuhuda katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameiongoza serikali kwa kutekeleza mambo mengi na makubwa ambayo ninyi wenyewe ni mashuhuda yamefanyika katika maeneo yetu. Mengine yanaonwa, mengine unaweza kuyasikia. Tumeona miradi mikubwa ya kimkakati imeshakwisha kukamilika. Angalia ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere umekamilika kwa 100%, lakini bado tupo katika ujenzi wa standard gauge katika phase hii ambayo kutoka Makotopola mpaka kwetu Tabora inakwenda kwa kasi. Lakini tumeanza sasa kukimbiza ujenzi wa standard gauge, kuitoa Tabora kuipeleka Mwanza, lakini pia kuitoa Tabora kupeleka Kigoma. Tunaona katika maeneo haya yote kazi inaendelea, lakini kazi ya ujenzi wa vituo vya afya, sehemu hospitali za wilaya na huduma zote za afya in search kwamba zinakwenda vizuri. Lakini mtaona wenzangu, mambo ya shule, ndio maana katika hata hao wenzangu ambao wanajitokeza na kusema na kupinga haya hawayataji. Niwaombe ndugu zangu, kama haya yamefanyika kwa wema, niwaombe kama yapo ambayo tunaweza tukasema tukayajadili kama taifa katika kipindi hiki cha miaka mitano, tukae tujadili kwa pamoja, tuone namna ambavyo tunaweza tukaendana na hayo. Lakini swala zima la ajira, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, na juzi tu mmesikia ametoa ajira kwa sekta ya elimu, afya na maeneo mengine. Ni kweli nami naungana na vijana wenzangu kwamba zipo changamoto za kiajira, na hizi si za kwetu tu Tanzania, ni changamoto ambazo zinalikumba taifa zima. Ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa kipaumbele katika namna ya kukuza ajira katika sekta binafsi. Haya yote yakifanyika, ninachokiamini kwamba tutaendelea kupunguza matatizo, aidha changamoto zinazowakabili vijana wenzangu. Hivyo tuendelee kuwa tulivu, tuendelee kuwa wavumilivu, tulijenge taifa letu. Kwa kweli taifa letu linapiga kasi, linapiga hatua kubwa ya kimaendeleo kwa muda mfupi sana. Nachokiamini ndani ya kipindi hiki ambacho tunakuja, ambacho Mheshimiwa Rais atakuwa anamalizia uongozi wake wa awamu ya 6, yapo mambo mengi na mazuri yatakwenda kufanyika. Jambo kubwa tuliko mbele yetu ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa na maono yake haya ambayo ameaddress wakati anahutubia taifa. Lakini tumesikia siku ambapo analihutubia taifa kwa mara ya pili alipokuwa akizindua bunge letu la 13, mmesikia namna ambavyo ametaja mambo mengi muhimu ambayo kimsingi ya serikali hii ikiyatimiza kama jinsi ambavyo yameainishwa, nchi yetu tutakuwa tunakuza uchumi kwa kasi zaidi. Ndugu zangu wana Tabora na Watanzania wenzangu, swala la amani sio swala la mjadala. Niwaombe kwa pamoja, hivi karibuni tumepoteza ndugu zetu, tumepoteza vijana wenzetu, tumepoteza watoto wetu ambao kimsingi
hapakuwa na hoja kubwa ya muhimu zaidi, isipokuwa kama tungekaa tukajadili kwa pamoja, naamini kabisa tungeweza kutatua changamoto zilizo mbele yetu, lakini pia na hivyo vifo na vilio tulivyovipata tusingevipata. Niwaombe Watanzania wenzangu, tuendelee kudumisha amani. Zipo njia za kutatua changamoto za mijadala. Twendeni tukakae, tujadiliane. Naamini Mheshimiwa Rais anaendelea kutengeneza serikali, ataleta viongozi ambao watakubali mijadala, watashirikiana nasi katika kujenga na kutatua baadhi ya changamoto nyingi zilizoko katika taifa letu. Baada ya kuyasema maneno haya, nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana. Lakini kubwa zaidi, tuendelee kumwombea afya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama jemedari, mama jasiri, ambaye kimsingi kwa maono na matendo ambayo anayoyafanya anaonyesha kabisa kwamba analijali na kulipenda taifa lake. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki CCM. Asanteni sana.